Thank you for watching VOM, Voice of Mercy TV. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena hapa Walk with God by Karidi Morris. Na nimekuwa na kipindi kwa muda mrefu na nyinyi sasa. Nashukuru Mungu kwa sababu ninapata habari njema ya yale Mungu anatenda. Leo nimekuja na rafiki yangu namuita Mama Roy, lakini ataweza kutuambia majina yake kamili, ambao leo atakuwa anatupatia ushuhuda, atatusomea neno, atatupatia ushuhuda ya kile Bwana anaweza. Na ili ujue kwamba Mungu bado anafanya, ni yule jana na milele, habadiliki. Yesu Kristo hata leo anafanya miujiza. Karibu. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Naitwa Mama Jane Geshohi. Ama Mama Roy vile mchungaji amesema. Yeye ndio mchungaji wangu. Amen. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu yako. Bwana akubariki kwa sababu ya kuja. Najua kwamba ushuhuda wa leo na neno la leo linaenda kutubariki. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Psalms 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Kama nichapopita uvuli wa mauti, yeye ni ngao yangu. Najua kwamba leo Bwana anaenda kukuinua, anaenda kukubariki kwa jina la Yesu Kristo. Thank you for watching VOM, Voice of Mercy TV. Psalms 23 verse 1 which says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." And the next verse says, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Amen. Amesoma katika kitabu cha Psalms 23 kutoka hapo mwanzo. Na nashukuru Bwana kwa sababu ya hii ni Daudi alikuwa anasema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Na kweli Bwana Yesu Kristo akikuwa mchungaji wako kweli utapungukiwa. Kama unajua kwamba Mama Roy umepita mambo makubwa na mazito, lakini Bwana Yesu amekuwa mchungaji wako. Nikilisoma tena nasema, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. He maketh me lie down in the green pasture. He leadeth me beside the still water. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya majani matulivu, kando ya maji matulivu uniongoza. Hilo neno ni neno la baraka. Najua kwamba Bwana Yesu anaenda kufanya jambo jipya leo katika maisha ya watu hapa. Na tatu nasema, He restore my soul. Hapo, He restore my soul. He led me in the path of righteousness for his name's sake. Huisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Sijui kama wewe Bwana amekuwa mchungaji wako. Sijui kama wewe uko hapa ambao unatutazama siku ya leo, Mungu kuna jambo ametenda mpaka ukasema kwamba yeye amekuwa mchungaji wako. Na leo nataka tusikie story. Tunataka tusikie a testimony, true testimony of what God is doing in the life of brethren. Kuna wale wanaamini Mungu anatenda mambo makubwa sana. Mimi nasemanga niko na ushuhuda mkubwa. Dabiri siku moja hata mimi nikuje niwashuhudie. Lakini leo tuko na Mama Roy, hata tupatie ushuhuda wa nguvu hapa. Najua kama tunaenda kubarikiwa. Na kabla tujaendelea, kwanza tusikie wimbo la then tutaingia vizuri kwa ushuhuda na kutayarisha. Tunakwambia kile kinakuja si rahisi, ni kitu kizito. Na hili neno litatupeleka mpaka hapo. Litakuwa linatuongoza siku ya leo, na wewe utaenda kubarikiwa kwa jina la Yesu. Thank you for watching VOM, Voice of Mercy TV. Life yako imekuwaje, unielezee. Na ningetaka ngalo tusikie story yako ulipookoka, vile ulikuwa pamoja na Bwana, kwa sababu kuna ushuhuda ulinipatia na nikasema yenyewe ushuhuda ni wa nguvu, kwa sababu Bwana Yesu alikuja akakutetea wakati ulikuwa umekufa moyo, wakati unaona kwamba mambo yote ni kama haiwezekani, umejaribu mambo mengi, lakini bado Mungu alikuja. So ningetaka angalau ambie mtazamaji wetu umtie moyo siku leo na ushuhuda. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ya kwanza nikushukuru Mungu
kwa vile kule amenitoa na kule amenifikisha. Amekuwa Ebeneza. Niliokoka nikiwa shule secondary form 2 na Bwana amekuwa mwaminifu mpaka wakati huu. Amen. 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 Sasa watoto wangu walikuja wakapata shida. Sikuelewa ilikuwa inatoka wapi, lakini nilikuwa nawaombea. Walikuwa nakaa kama wamepagawa wote wawili. Mmoja mkubwa na mwingine mdogo. Na ikawa niko na roho yangu inalilia Mungu afanye kitu. Na hapo ndipo tukapatana na Pastor Morris. Akaja akawaombea, tukaomba pamoja na yeye na Mungu akasikia maombi yetu. Kabla hujafika hapo, ningetaka kujua wakati watoto walianza kugojeka. Okay, ulijuaje wamegojeka ama walikuwa na behavior? Huyo mtoto mkubwa alikuwa secondary, St. Rogers. Akaanza miguu ikakosa nguvu. Alikuwa anatembea kama kiwete. Nikaenda nikamchukua, nilimkuta hospitali. Nilipoenda hiyo hospitali nikakuta hawezi tembea. Alikuwa anatembea kama kiwete. Na hapo ndipo nikajua mtoto wangu ni mgonjwa. Na madaktari walikwambia alikuwa mgonjwa, ulikuwa ugonjwa gani? Hawakuniambia ugonjwa ni gani. Juu walikuwa nasema ni kifua, mara ni miguu. Sasa sikuelewa ni ugonjwa gani, hawakuniambia ni nini. Huo ulikuwa mwaka gani huo? Ilikuwa 2016. So that hiyo ilikuwa last year. Ndio alianza kugojeka hivyo. Na hapo mbeleni kabla ya aje, hapo mbeleni kabisa hakukuwa na any side effect ya mtoto kugojeka. Hapana, hakuwa na gojeka ovyo. So after miguu kuwa haitembei, kulifanyika nini tena? Kwa sababu kuna story nilisikia na mtu, unajua wakati mwingine ukisikia na mtu ni vizuri kusikia kwa mwenyewe. Ati alikuwa anakimbia kuliko pikipiki. Angekimbishwa na watu wa pikipiki, anakimbia kuliko pikipiki. Hapo ni mwanzo 2016 mwanzoni. Alikuwa anapanda mpaka ukuta. Unashindwa hiyo nini? Yaani anapanda ukuta kama pusi. Anapanda hata akiwa na viatu. Unashindwa amepanda ukuta. Yaani mtazamaji, tunataka dada anataka kukuambia kwamba huyo mtoto wake siku moja atakuja kukuja hapa na hata yeye ashuhudie vile yeye alikuwa anafanya, kwa sababu kuna mambo mengine ilitendeka hata mimi nilipata nikashtuka, kwa sababu angepanda nyumba kwa ukuta na pande juu kabisa. Na kwa mtu wa kawaida, maybe kama umesomea ile wanaenda judo ama ni karate, ndio ungeweza kupanda hivyo. Na hajasomea huyu mtoto. Tena alikuwa anakimbishwa na pikipiki. 100 mita anakimbia kuliko pikipiki. Unashindwa ako na nguvu aina gani hizi? Kimuita hakuwa anajua mimi kama ni mama yake. Kimuita baba, si ukuje? Hakuweza kukuja. Yaani hakuwa anapata ule nini ile hisia ya kujua ni yaani hakuwa mwenyewe. Hakuwa mwenyewe. My God. Na katika ile hali wakati ulikuwa na wale watoto kwa nyumba, ni jambo gani, mawazo gani ilikuwa yanakujia? Nilikuwa nashindwa nini imefanyikia watoto wangu. Ni nani nimekosea ndio afanye hii kitu? Kwa sababu haikuwa kitu ya kawaida. Na ulijaribu kutafuta masauri kwa watu wengine? Nilienda kwa pastor mwingine. Akamuombea mtoto kwanza akatulia. Lakini ikakuja nyumaye akaanza kupagawa tena. Then ninajua kwamba watoto wawili ndio walikuwa kwa mmoja akakuwa mgonjwa, mwingine tena akakuwa mgonjwa. Kwa sababu nakumbuka kuna siku moja huyo kijana bado hakuwa anaweza kupumua. Na alikuwa na ile kitu ya asthma. Alikuwa asthmatic kama nini? Hakuwa asthmatic. Juu hata mimi nilisikia
huko shuleni ndio anasema ati ako na asthma. Daktari alikuwa anasema ni asthmatic. Akikuja nyumbani hana asthma. Hana asthma, lakini akirudi shule anapata ile shida. Wow. Lakini tunashukuru Bwana kwa sababu ya wema wake na utukufu wake. Amen. Najua ulipitia mambo mengi na mazito. Na mwishowe Mungu alikuja. Mungu alikuja kama ujui. Unaweza kumbuka hiyo siku ya vile wakati Mungu alikutembelea, what happened? Sasa mtoto wa kwanza huyo kijana alikuwa mgonjwa, ndio nilienda shule. Huyu naye mwingine alikuwa anaanguka. Huyu mmoja akianguka, mwingine anaamka. Huyu mwingine akianguka, mwingine It was painful. Lakini tunashukuru Bwana kwa sababu finally Mungu alikuja. Na watoto wako sasa ni wazima. Ni wazima kabisa. Ni wazima, wanaweza tembea, mmoja hata anasoma, arudi shule. Na kuna jambo nilikuwa nasikia huyu kijana akisema kwamba ati mpaka shule alikuwa amekataliwa. Ulimhamisha kama shule ngapi? Nimemhamisha shule kama 3 hivi. Juu mara ya kwanza alikuwa Kikuyu. Ya pili nikampeleka shule nyingine Ruai. Na sasa ako Kayole South. Kwa sababu popote alikuwa anaenda alikuwa anaambiwa kwamba hapana, mtoto wako ni kama devil worshiper, hatumtaki kwa shule. Kumbe mtoto alikuwa na shinda, lakini shinda ile alikuwa nao si yeye, ni mambo ya kurushiwa. So nakumbuka ile siku tulikutana, mimi nilikutana na watu wengi sana, watu kama 100. Na wewe ukukua. Mimi nilikuwa shule. Kwa watu. Nilikuwa nimeacha watoto nyumbani wakiwa wote wawili, mmoja alikuwa ameanguka. Alafu nikaona ako weak, hawezi enda shule. Huyo msichana. Nikaenda shule kuanza nikaripoti, alafu nikaomba ruhusa. Nikiomba ruhusa nikapigiwa simu. Mama Roy, sikuja haraka. Roy yako kwa mabati. Juu nilikuwa nimemwacha kama miguu haiendi. Atembei. Sasa neighbors ndio wanakuja wakapiga mayowe, watu wengi wakakuja. Sasa hiyo mob unasikia pastor akisema alienda alikuwa amekuja kuangalia kutafuta hall aweke kanisa. Sasa mimi akasikia kuna vituko kwa Mama Roy. Sasa wakakuja na mke wake. Wakiwa jiani wakaona mob imepeleka watoto, walikuwa naenda kutafuta baba yake. Juu ilikuwa imesemekana ni baba yake amefanya hiyo mambo. Sasa pastor akasema warudi. Sasa pastor anaweza tuambia vile alikutana. Ni ushuhuda mkubwa ndugu yangu, dada yangu, nakwambia mimi mambo nimeyaonea. Na nikasema kwamba siku nyingine ni vibaya kuongea mambo ya mtu kama yuko ako hapa na wanga nashuhudia ushuhuda huu kwa ajili ya watoto wa huyu mama. Mimi nilikuwa nimebada alinituma pande hiyo Kayole Matopeni. Wale watu wako Kayole Matopeni msikie hii. Na nilipofika pale mimi niko kwa shughuli za kutafuta hall, sijui nikaona watu wengi wamekusanyika, wengi na watoto wawili. Wanasema huyo baba lazima tumchome, tutamuua kama hataweza kuondoa hii laana kwa watoto. Na kama vile Bwana ameniita, mimi nikawaombea wale watoto, wakatulia, nikamwambia nipeleke kwao, wakanipeleka kwao. Na pale tukaanza kufanya deliverance. Na nakumbuka kwamba tuliingia katika nyumba yako, tukaanza kuombea watoto kama hauko. Ulikuja baadaye ukapata kuna pastor anaombea watoto. Lakini tunashukuru Bwana kwa sababu ya uponyaji. Mungu mwishowe alikuja akaponya wale watoto, wanatembea, wanaweza dansia Mungu, wanasoma. Ungetaka kuambia neno la encouragement, utawaambia nini hawa watu ambao wanakuona? Unajua kuna watu mtu wako katika hali hiyo, anasema hapana, mimi sasa wacha niende kwa mchawi. Kwa ikifika hapo watu wazabanga hapana, wamenirogea mtoto na mimi wacha niende kwa mchawi nikatafute kitu, hata mimi niwaweke chini. Unaweza wapatie encouragement gani ama ni neno gani unaweza waambia? Kama vile tumesoma kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Unajua kwamba wewe ulimtegemea Kristo kwa huo muda wote. By the way, watoto waliteseka kwa muda gani? So watoto mwaka mmoja. Imagine mwaka mmoja mtu akiwa na watoto anaanguka. Ati huyu mmoja akianguka, huyu mwingine anaamka. Huyu mmoja akiamka, huyu mwingine anaamka. Na ulikuwa peke yako. Hata kuna siku nilipeleka mtoto akiwa mgonjwa, nimembeba na mgongo.
tukaenda shule. Nikapigiwa simu, nikaambiwa huyu mwingine ni mgonjwa. Ndio nikamwendea shule. Lakini Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo, kwa sababu Bwana Yesu wanga anaponya na wanga anatenda mambo makubwa. So nashukuru Bwana kwa sababu ya kile Mungu alitenda. So ungetaka kuwapatia imisho gani wale ambao wanapitia hali kama hii? Unajua kuna watu wanafikiria hali kama mtu anasema kwamba hapana, mahali imefika mimi naenda kwa mchawi. Unaweza kuambia aje? Mimi sijawahi fikiria kwenda kwa mchawi. Hata kuna mtu aliniambia si twende, my sister in law akaniambia si ukuje tuangalie ni shida gani. Nikamwambia kama Mungu wangu ameshindwa nitaenda kwa mganga. Lakini juu Mungu ako nitamshikilia yeye mwenyewe. Na akanishindania. So Mama Roy nataka kukuambia kwa njia fupi ya kwamba wewe unapitia mambo kama haya, usijaribu kwenda kwa mchawi. Usijaribu kwenda kwa mganga. Usijaribu kwenda kwa mambo ambao iko kinyume na Mungu. Ni vizuri ukae na ungojee Bwana. Kwa sababu kwa wakati wake anakuja. Aliteseka na watoto mwaka mmoja. Watoto ambao mmoja akianguka mwingine anaamuka. Alilia machozi lakini Mungu alikusikia. Kwa sababu ni Mungu wanga anasikia watu wake. Thank you for watching VOM, Voice of Mercy TV. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya ushuhuda wa siku ya leo. Najua kwamba unakubariki wewe mtazamaji wetu. Kuna namba ya simu inapita hapo chini ya screen yako. Unaweza niandikia, uniambie kitu kama uko na ombi, kama uko na hali ngumu. Ninakumbuka Mama Roy juzi kuna mtu alituita. Na hata ndio kuja kumleta hapa ashuhudie kile Bwana alitenda. Alituita kwa nyumba yake twende tukaombea watoto. Na si vizuri sana kama mtu hujamjua vizuri kumkubali apatie mtoto chochote. Kuna mtu alitoka ng'ambo, sijui akarafikia bwana yake ya kitambo akakuja na tuma sweet. So sweet akapatia watoto. Lakini zilikuwa zinakaa sweet ziko white sijui ni ng'ambo zinakuwa za white za kala nyingine. Alipowapatia watoto wakakula. Walipokula huyo mtoto mkubwa akakuwa kama mnyama sasa. Ni mtoto mdogo wa miaka kama 7, lakini anabadilika mara moja, hataki kuona watu, akona tempa, akona nini. Huyu mama akaniita akaniambia, pastor, kuja ombea watoto wangu. Nenda nikamwambia mpaka wakatoka shule. Walipotoka shule, mtoto kuniona alisema mimi sitaki hiyo pastor na mama siji kwa nyumba. Akaingia akachukuliwa akaingizwa kwa nyumba kwa haraka. Kufika mahali nilikuwa akakimbia, alienda akajificha chini ya kitanda. Mtoto mdogo. Na nakumbuka kabisa wakati nilienda nikamshika mkono, alinipiga mateke. Umeshaipigwa mateke? Unajua amekaa chini, sasa mimi nimeinama nimshika mkono. Nilikuwa na gongo mateke huku, wengine huku. Nikaambia shetani, pale uliingilia utoke. Kwa huyu mtoto hutaka. Na roho Mungu akalifunia kwamba kuna vitu alipatiwa akakula, na kutoka hapo hizo maroho zikaingizwa ndani yake. Mtoto sasa alikuwa ameanza kupagawa kabisa. Na alitapika madapiko hata mimi ibidi nitoke mengi. Vitu za white anatapika mpaka anashindwa hii tumbo yake iliweza kuingia hiyo chakula yote aje. Na akaambia hizi vitu alikula kitu kama 2 weeks ago na asijatoka kwa mwili mpaka unasangana. Si mtoto anaenda choo. Hizi vitu hazitoki kwa mwili yake. Hapo ndipo nilijua kwamba shetani anafanya kazi. Na hapo kuna mama mwingine alikuwa amekuja ambao wanga anamshikia watoto wakati mama ndiko. Huyu mama akasema, pastor, hata mimi niombe, niko na shida. Kumuombea zile maroho zikafa manifest. After hiyo huyu mama roho fulani kaanza kuongea ndani yake. Nikauliza ni roho gani? Akasema ni anko. Anko unafanya nini kwa mwili wako? Akasema mimi nilimshika. Kwa njia gani? Kwa pesa. Wakati unapatia mtu pesa, iombe. Ya diposa Biblia inasema kwamba tutoe fungu la 10 na sadaka katika nyumba ya Bwana ili Mungu naye aprotect vitu zetu. Huyu mama alikuwa atoaga tithe, akapeana 50. Ukambani. Ango akamwambia nipatie 50 ya kwenda kununua tumbaku, akampatia. Akaenda akaharibu hiyo 50. Huyu mama akaanza kuteseka, kazini akakuwa kwa shida, hata alikuwa karibu kuvutwa. Wakati tulipomuombea, tulikuwa tunakufika huko kama saa 11 jioni. By saa 3 tulipigiwa simu. Ati ananiambia kwamba huyo anko yake kuna watoto wake wako nyumbani. Ameanza kuwachapa kwa sababu mikono yake kumejaa vidonda.
akisema kwamba ati huyo mama yake ameharibu mambo yake, sasa ameongoa na pastor, hizo maroho zimemrudisha. Mimi nilisema kwa jina la Yesu Kristo, hizo maroho chochote alikuwa ameleta kwa mama kimrudie, ikamrudia, akakuwa na ugonjwa kwa mkono ikakuwa ni vidonda tu. So ninajua Bwana anatenda. Ndio anatenda. Na nimeona Mungu akitenda. Kuna ushuhuda mwingine, niko na ushuhuda nyingi ya kusema kile Mungu ametenda kwa maisha yako. Na by the way, nikwambie miujiza mikubwa ilianza na watoto wako. Kwanza hiyo kanisa yetu inaitwa hili Voice of Destiny, ilianza na crusade hiyo. Exactly. Kwa sababu I remember wakati tulikuwa tunaomba watoto na wakaanza kuombeana. Tulikuwa na crusade ya watu 100 Mungu kujitania. Watu walikuja kuona what is happening. So many people come na wakasikia injili ya Kristo. Yesu anazatumia chochote. So nashukuru Mungu sababu kanisa la Healing Voice of Destiny, ile kanisa ambalo ninahudumu, lilizaliwa kwa nyumba ya huo muujiza ulizaa kanisa. Na mpaka leo kanisa linaendelea. Kuna kijana mwingine nitakuja kumleta hapa ashuhudie. Na yeye alirogwa. Watu wanasema hakuna uchawi. Kama vile kuna Mungu kuna shetani. Na kama kuna baraka bado hata uchawi uko, kama shetani uko, uchawi uko. Nakumbuka kuna kijana mwingine. Sijui kama unamjua, alikuwa anaitangwa Bishop. Namjua. Bishop. Namjua. Yeye alirogwa kitofu kikatoboka. Hizo picha ni vile siwezi kuziweka hapa. Alirogwa kitofu kikatoboka. Akaenda hospitali hakuna dawa. Akamwenda nyumbani akakufa. Lakini wakati alisema atakufa pale, Mungu kwa sababu yeye ndiye alimuumba na anajua. Neno hilo tulikuwa tunasoma siku ya leo likatendeka juu yake kwamba Bwana Mungu ndio mchungaji wangu. Akakuwa mchungaji mwema kwake. Akatibiwa, akaombewa, haikutendeka. Mungu alimuongelesha. Akamwambia tafuta wachungaji. Tafuta Lydia, my wife, na Morris watakuombea. Akakuja tukamuombea. Mara matumbo ambayo ilikuwa inatoka nje ikapona, alipona hapo na hapo. Mimi hata hiyo kitu ilinistoni kasema aja. Mdaktari kama sema kwamba wanashona inatoka. Alipona mpaka leo anatembea. Pia naweza kuhimiza wazazi wasiwe wakikubali watoto wao wapewe kitu na mtu. Ni kweli. Wasikubali kitu kama hiyo ifanyike kwa watoto wao. Usikubali mtoto wako kuomba ama kupatiwa vitu na watu kwa sababu hujui ni aje. Lakini Biblia inasema kwamba Bwana Yesu ni mchungaji mwema, sitapungukiwa kama nitakapopita uvuli wa mauti. Yeye atanilinda. Inasema he walked through. Tunasoma Psalms 23. Inasema yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy Lord and thy staff, they comfort me. Naam, nichapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana yeye upo pamoja nami. Ngao lake na fimbo yake inanifariji. Amen. Haijalishi ni nini wanadamu wanaweza tenda katika maisha yako. Haijalishi umerogwa kiwango gani, mpaka wanasema kwamba huyu alirogwa na hawezi kuwa sawa. Damu ya Kristo Yesu inaweza kukuweka huru. Vile sema kwamba na watakaoamini watatenda makubwa. Kwa ile ministry niko nimeona. Unakumbuka yule mama mwingine naye tangu mama Faith. Alikuwa na vidonda kwa kichwa for 10 good years. Ameenda Kenyatta, amejaribu vyote na hazifanyi kazi. Lakini wakati tulipoomba naye saa hizi anashuka nywele. Atakuja kushuhudia one of these days. Niko na watu wako na maushuhuda ya yale Bwana ametenda katika maisha yao. Leo nataka nikwambie mtazamaji wangu, jambo ni moja tu. Kuamini Mungu ya kwamba kwa hali yote ile atakuwa mchungaji wako. Hata utakapopita bonde la uvuli wa mauti, Yesu atasimama na wewe na atakushindania. Thank you for watching VOM, Voice of Mercy TV. Bwana asifiwe. Amen. Na wahimiza watazamaji wangu ya kwamba Mungu hakuna kitu anashindwa. Yeye anaweza kila kitu. Amen. Yeye ni mweza yote. Kwa hivyo umtumaini na atakuwa wa kukusaidia. Bwana wabariki. Nashukuru Bwana. Kama vile Mungu alimtendea dada huyu.
kama vile Bwana aliweza kumpanguza machozi, anaweza kukupanguza machozi yako dada siku ya leo. Ni himizo langu ya kwamba hata kama uko katika hali gani, Kristo bado anatawala. Nilisema kuna namba inapita chini ya screen yako. Niandikie kama uko na shida kama hiyo. Kama unaona kwamba kwani mambo iko kisawa, kuna uganga na uchawi. Hatutakaje kujua. Tukituma na Bwana tunakuja. Na tunakuja kwa nguvu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na mambo yote itakuwa sawa. Si mimi pekee yangu najua kwamba kuna wachungaji wengi saa hizi wanatumika. Wakati mwingine watu hata Mungu anakosa kutembea kwa sababu hawaheshimu yule mchungaji ambao anawatawala. Kwa sababu nimeona miujiza ikitendeka kwa anayewaamini. Siku moja mtoto wangu alikuwa mgonjwa, sikuwa karibu. Na kitu ambacho kilinishtua kulingana ile story nilisikia, my wife akaenda hospitali, mimi sikuwa. Na mtoto akakuwa mgonjwa sana. Kulikuja father Catholic. Akakuja akasema mimi ninaamini ninaweza ombea mtoto na apone. My wife akamwambia muombe father. Father alimuombea mtoto. Na akitoka hapo mtoto alikuwa amepona kabisa. Kuna watu wanatembea na Mungu. Haijalishi wewe ni wa kanisa gani. Bora unaamini katika Kristo. Bora imani yako iko kwa Mungu. Biblia inasema kwamba I can do all things through Christ who strengthens me. Yes. Today is your day. Na kama wewe umeishi maisha yako na hujaokoka, hiyo miujiza ni kwa wanaookoka. Ukiamini Kristo, utamwamini aje kama hujaokoka? Na ndiposa ninakuita leo. Pokea Yesu leo katika maisha yako na utaona vile Bwana atatenda. Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Nataka nikuhimize nikwambia kwamba tumekuja hapa kukwambia kwamba Mungu alitendea dada. Na Mungu ameshaitendea. Na wengine nimesema Mungu aliwatendea. Niko na maushuhuda nyingi yale Bwana ametenda kwa macho yangu. Tena yangu hata ndio kubwa. Na mimi nakija sikuja kushuhudia kile Bwana alinitendea, utashangaa ushindi haja hai. Kwa sababu kama hujapitia jambo, mimi nasemanga kama hujapita standard 1, hauwezi kwenda standard 2. Na kama wewe haujawahi soma, hauwezi kuwa mwalimu. Na ndipo unapata ya kwamba majaribu yote uanga tunapata inaitwa majaribu, it is a test. Ni kama mtihani wa form 4 ama mtihani wa form 6. Yule mtu ambao amepita mambo ya kuteswa na waganga na wachawi, Bwana Mungu anapomsaidia faulu, yeye sasa ako na uwezo wa kupiga wachawi na waganga. Kwa sababu alipita huo mtihani. Yule ambaye amepita mateso ya devil worshiper, Mungu anapompatia nguvu ya kushinda jaribu lile, basi ako na uwezo wa kupigana na hizo maroho. Yule ambaye amegonjeka kwa miaka mingi na amekaa katika hali ya mateso, Bwana atakapompatia huo ushindi na akiamini katika Mungu, ako na nguvu za kuponya magonjwa. Ndipo nakwambia kwamba unaweza kuwa unapitia jambo si jambo mbaya sana, ama kwako likae mbaya, ila tu linaleta utukufu kwa Mungu. Biblia inasema kwamba na yote inatendekana kwa wema kwa wanaoamini. Mimi naamini leo ukipata mama anakaa namna hiyo, watoto wako wanakaa namna hiyo, utaomba. Nitaombea. I remember one day. After vile tuliomba, kuna wakati mtoto wako tena alikuja akakuwa na shida fulani. Uliziambia ulimuombea? Nilimwombea. Ulimuwekelea mikono kwa sababu uliona ile imani ilifanya kazi. Na si alipona? Alipona. Hivyo ndivyo ilivyo ndugu yangu na dada yangu. Yesu ako na uwezo wa kufanya mambo yote. Lakini wewe amini leo na Mungu atakutendea. Katika jina la Yesu Kristo nataka niwaombe na Bwana wabariki na Mungu awainue. Baba, katika jina la Yesu Kristo naombea mtazamaji wetu wa siku ya leo. Bwana amesikia ushuhuda kile Bwana alitenda. Watoto walikuwa kama kichaa, watoto walikuwa Bwana wanaanguka, watoto walikuwa Bwana wanafanya mambo ambayo haieleweki. Watoto wa mama huyu Bwana ukawaguza na ukawaponya. Yesu umeponya wengi kwa mikono hii. Baba umeponya kwa wengi tukiona kwa macho. Hata leo naombea mtazamaji wangu siku ya leo ya kwamba Kristo unaenda kumponya. Na yule Bwana Yesu Kristo awezi kutufikia. Ninaomba mwana wa Mungu kamguze. Na yule Bwana anaweza kutufikia, atapiga namba hiyo na ataweza kutufikia, tutamuombea katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana kwa wale ambao hawajaokoka, Yesu ukawasaidie wakaokoke, wakakutafute uso wako wakakuone, na Bwana ukaweze kuwainua.
Na kushukuru kwa sababu ya kipindi hiki. Bariki hata wale Bwana wameturuhusu tukue katika TV hii. Na kushukuru kwa kuwa Bwana unaenda kutenda jambo jipya katika maisha yao. Na utukufu na sifa zikurudie. Wewe uishie milele, utukuke milele na milele. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Utawaambiaje neno la mwisho? Mtafute Bwana na atapatikana. Haleluya. Mtafute Bwana maadamu apatikanapo. Mtafute Bwana sai. Katika situation yako mtafute Mungu sai na atapatikana. Na atapatikana. Unaweza niandikia, unaweza taka tuombe pamoja na wewe, niandikie, tutaomba na wewe. Na kile kinakufunga Bwana anaenda kukifungua kwa jina la Yesu. Mbarikiwe na mbarikiwe. Amen. Amen. Thank you for watching VOM, Voice of Mercy TV.